Taarifa ya asubuhi kutoka kwa msanii wa maigizo Rose Ndauka kuhusu usalama wa John Heche umeibua hisia kali na kuuliza wengi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Habari zilizochapishwa na Rose Ndauka, msanii maarufu wa filamu nchini Tanzania, zimechochea wimbi kubwa la hofu, majonzi na maswali nchini baada ya kufichua taarifa za kutoweka kwa John Wegesa Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rose aliandika kwa hisia kali akieleza kuwa amepoteza mawasiliano na rafiki yake huyo ambaye amekuwa kiongozi wa kisiasa mwenye ushawishi mkubwa katika eneo la Mara na taifa kwa ujumla. Na kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa Instagram, Ndauka alisema kuwa rafiki yangu, kaka yangu, upo wapi jamani? Hii inauma sana kwa kweli. Mwenyezi Mungu ingilia kati, familia zinalia kwa kukosa kujua watoto wao wako wapi. Watoto wanateseka kwa kushindwa kuona baba zao, wake wanalia kwa kukosa kuona waume zao na kufurahi nao kwa pamoja. Mungu tuongeleshe, tunaenda wapi? Moyo unavuja damu, ndugu zetu wanapotezwa bila sisi kujua walipo. Naomba Mungu tujue upo kituo gani cha polisi. Wazazi wetu sasa hawana amani, wanajua muda. Ndio ujumbe wa Rose Ndauka ambao umeliza wengi nchini Tanzania, haswa akisema kwamba moyo wake unavuja damu. Chapisho hilo lilienea kwa kasi kwa moto kama moto wa nyasi kavu, likiwafanya Watanzania wengi kuamka katika hali ya mshangao na huzuni. Ndauka alieleza wazi kwamba familia nyingi zinapitia mateso kihisia na kukosa kujua wapendo wao wako wapi, na kwamba hali hiyo inasababisha hofu kubwa katika jamii. Maneno yake yamechukuliwa kama kilio cha taifa, sauti ya wananchi waliokosa majibu katika nchi ambayo viongozi wa upinzani wanazidi kutoweka kwa mazingira ya kutatanisha. Taarifa rasmi kutoka polisi jijini Dar es Salaam zilidai kwamba Heche alikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi Tarime, lakini hali imekuwa ya kutatanisha zaidi baada ya maafisa wa kituo hicho kusema hawana taarifa kuhusu kufikishwa kwake. Hili limezua maswali mengi, huku baadhi ya wananchi wakidai kuwa kiongozi huyo huenda alihamishwa kwa siri katika eneo lisilojulikana, au mbaya zaidi, huenda hatima yake si salama. Kwa familia ya Heche hali ni ya huzuni na majonzi. Mama yake mzazi ameripotiwa kuugua kwa mshtuko wa moyo baada ya kusikia kwamba mwanawe hajulikani aliko. Ndugu zake wamekuwa wakizunguka vituo mbalimbali vya polisi, hospitali na hata ofisi za serikali bila kupata jibu lolote. Mke wake ambaye amekuwa kimya tangu kutokea kwa tukio hilo anadaiwa kujificha kwa hofu ya usalama wa familia. Na wakati hofu hiyo ikiendelea, watumiaji wa mitandao ya kijamii wamegeuza majukwaa yao kuwa sehemu ya kutafuta majibu. Hashtagi kama Where is Heche, Justice for Heche na Heche ni wetu zimekuwa zikitrend kila kona, huku maelfu ya Watanzania wakiandika jumbe za kuonyesha mshikamano na familia ya kiongozi huyo. Lakini nyuma ya majonzi haya, wachambuzi wa kisiasa wanaona zaidi ya upotevu wa mtu mmoja. Wanasema tukio hili ni ishara ya kupungua kwa uhuru wa kisiasa na hofu ya wazi ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu nguvu ya wapinzani. Kwa muda mrefu, John Wegesa Heche amekuwa mwiba kwa serikali, akiwa mstari wa mbele kupinga ukandamizaji, rushwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. John Wegesa Heche alijitokeza katika anga la siasa miaka zaidi ya 10 iliyopita, akianza kama mwanaharakati kijana aliyejikita katika kupigania utawala bora na uwajibikaji serikalini. Umaarufu wake ulianza kuongezeka akiwa mbunge wa Tarime vijijini kupitia chama cha Chadema. Wakati huo alitambulika kama mmoja wa wabunge wachache waliokuwa tayari kusema ukweli hata mbele ya mamlaka kubwa. Katika bunge, Heche alisifika kwa hotuba kali zilizoeleza matatizo ya wananchi wa kawaida. Alikuwa sauti ya wakulima, wavuvi na vijana waliokata tamaa. Alihoji mikataba ya madini, matumizi ya fedha za umma na sera zilizokuwa zikibana wananchi. Wakati mwingine maneno yake yalikuwa makali kiasi cha kumfanya atolewe nje ya bunge, lakini hakuacha kusimama imara.
Kila hatua aliyoipiga ilionekana kuwa changamoto kwa chama tawala, na Heche alionekana wazi kukataa kujiunga na siasa za unafiki. Mwaka wa 2018 alikamatwa kwa mara ya kwanza jijini Mwanza wakati wa maandamano ya Chadema. Polisi walidai alikuwa akipanga uchochezi, lakini kesi hiyo baadaye ilifutwa baada ya kukosekana kwa ushahidi. Baada ya Rais Samia Suluhu kuingia madarakani, wengi walitarajia kwamba mazingira ya kisiasa yangetulia, lakini kwa Heche hili ilikuwa tofauti. Alianza kukosoa serikali hasa katika maeneo ya uhuru wa kujieleza na usawa wa kisiasa. Mnamo mwaka 2022 alisimama hadharani akitaka serikali iache kukandamiza vyama vya upinzani, badala yake ijenge misingi ya kidemokrasia. Kauli hizo zilimweka katika mgogoro moja kwa moja na viongozi wa juu wa serikali, na tangu hapo alianza kufuatiliwa, mikutano yake ya kisiasa ikivunjwa na vilevile wafuasi wake kukamatwa. Kwa muda mrefu serikali imekuwa ikimtazama Heche kama tishio kubwa la kisiasa. Miongoni mwa wapinzani wote waliobaki wenye ushawishi mkubwa baada ya Tundu Lissu, jina la Heche limekuwa likitamba sana katika mijadala ya wananchi. Wengine waliona anaweza kuwa mgombea urais kwa tikiti ya upinzani katika uchaguzi ujao. Jambo liloongeza hofu ndani ya chama tawala kwamba anaweza kuleta mapinduzi ya kisiasa yasiyotarajiwa. Taarifa rasmi zinaonyesha kwamba Heche alikamatwa wiki iliyopita jijini Dar es Salaam. Ingawa mazingira ya kukamatwa kwake yamejaa utata, mashahidi wanasema alichukuliwa na watu waliokuwa wakivaa kiraia wakiwa katika gari lisilokuwa na namba. Tangu siku hiyo hakuna anayejua mahali alipopelekwa. Polisi wa Dar es Salaam wanasema alihamishwa kwenda Tarime, lakini taarifa za ndani kutoka mkoani Mara zinaonyesha kwamba hakuonekana kituo chochote cha polisi. Hali hiyo imesababisha taharuki kubwa, huku baadhi ya wafuasi wake wakipanga kuvamia vituo vya polisi kudai majibu. Familia yake ikiongozwa na kaka yake mkubwa imekuwa ikihangaika kwa kila njia kupata taarifa. Wameomba msaada wa viongozi wa dini na mashirika ya haki za binadamu. Hata hivyo, hadi sasa hakuna jibu kamili kutoka serikalini, jambo lililoongeza hofu kwamba huenda Heche hayuko tena hai. Tukio hili limeweka taifa katika hali ya wasiwasi mkubwa. Watu wanazungumza kwa sauti ndogo wakihofia kusema zaidi. Mitandaoni kila saa inapita bila taarifa. Hasira za wananchi zinaongezeka. Kuna wasiwasi kwamba wafuasi wake wanaweza kupanga maandamano makubwa kudai serikali ieleze alipo kiongozi wao. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa kisiasa wanasema hali hii inadhihirisha hofu ya wazi ya Rais Samia Suluhu kwa wapinzani wenye nguvu. Wanadai kwa hatua ya kumkamata na kumficha Heche ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa kuhakikisha hakuna upinzani wa kweli utakaosimama dhidi ya serikali katika uchaguzi ujao. Wanasisitiza kuwa chuki ya Samia dhidi ya Heche ilikuwa kutokana na msimamo wake wa wazi na ujasiri wake wa kusema ukweli. Kwa sasa mpango wa serikali dhidi yake haujajulikana, lakini wachambuzi wanaona kuwa hali hii inaweza kuchochea machafuko ya kisiasa iwapo haitashughulikiwa kwa haraka na kwa uwazi. Kwa sasa hatima ya John Wegesa Heche haijulikani, na hata serikali haijatoa tamko lolote lenye uzito kuhusu hali yake. Hali hii imetumbukiza taifa katika giza la hofu na wasiwasi, huku wananchi wakijiuliza kwa kina juu ya usalama wa viongozi wa upinzani nchini. Familia yake inaendelea kusubiri habari yoyote itakayoweka matumaini mioyoni mwao, lakini kwa sasa ukimya wa serikali unaongezeka kila siku, ukiacha taifa likitetemeka na wingu la simanzi. Tutaendelea kufuatilia hatima ya John Wegesa Heche, ambaye ni mwanasiasa ambaye sauti yake ya ujasiri imefanya taifa lote kujiuliza kuhusu mustakabali wa demokrasia na utu nchini Tanzania. Ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe, toa maoni yako kwenye kisanduku hapo chini, na vilevile share video hii ili tuweze kuwafikia watu wengi.